Swala la kutekeleza mradi kwa ubora ni kuonyesha uzalendo kwa nchi yetu. Jambo ambalo mtu akifanya uhujumu kwenye mradi anaiba au anafaidika mtu mmoja badala ya mamia ambao wangefaidika kwa kupata huduma katika mradi ule ambao umekusudiwa. Jambo hilo haliko sawa sawa. Lakini pia kukamilika kwa mradi kwa wakati ni tija na kujitendea haki na kuwatendea haki wa Tanzania au wana Dodoma ambao sisi tumepewa dhamana ya kuwahudumia. Sehemu kubwa ya bajeti ya serikali hutumika kugharamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa sababu miradi hiyo ndiyo chachu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii pia. Kupitia miradi hiyo, wananchi hupata huduma bora zaidi katika sekta mbalimbali zikiwemo sekta za afya, elimu, maji, miundombinu na mambo mengine mengi. Ndio maana hapa umesikia leo TAKUKURU waliamua kutushirikisha na tulikubaliana kushirikisha wadau mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wanahusika na miradi ya maendeleo ambayo kwayo tumekuwa tukiletewa fedha hizo nyingi. Kutokana na umuhimu huo, tuliona kuwa ni wajibu wa kila mdau kuhakikisha kuwa rasilimali za umma zinatumika kwa ufanisi, uwazi na uwajibikaji mkubwa. Vile vile kila mmoja wetu anapaswa kutekeleza majukumu yake kwa weledi na uadilifu ili kuhakikisha kuwa malengo yanayokusudiwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo yanafikiwa kwa manufaa ya wananchi katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, huyo ni mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule akifungua warsha ya wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoa wa Dodoma. Warsha hiyo iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Dodoma imefanyika katika ukumbi wa mikutano wa mkuu wa mkoa wa Dodoma Julai 21, 2026. Akitoa neno la ufunguzi, Mheshimiwa Senyamule ameeleza kuwa kukamilika kwa miradi ya maendeleo kwa wakati kuna tija na kuna watendea haki wana Dodoma ambao wadau hao wamepewa dhamana ya kuwahudumia. Akitoa neno la utangulizi katika warsha hiyo, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Dodoma Bwana Christopher Myava ameeleza kuwa kupitia ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU mkoa wa Dodoma imebaini uwepo wa baadhi ya viashiria vya matumizi yasiyo sahihi ya rasilimali za umma, ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na ushirikishwaji mdogo wa wadau katika baadhi ya hatua za utekelezaji wa miradi, jambo linalosababisha baadhi ya miradi kushindwa kufikia malengo yaliyokusudiwa. Serikali imeendelea kutenga fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuboresha huduma za kijamii na kuchochea ukuaji wa uchumi. Hata hivyo, mafanikio ya uwekezaji huu unategemea usimamizi madhubuti ya miradi hiyo kuanzia hatua ya upangaji, kuidhinisha, kutekeleza, kusimamia mikataba na kukamilisha miradi. Uzoefu unaonyesha kuwa changamoto kama kutofuata sheria, kanuni, taratibu za manunuzi, usanifu usioridhisha, usimamizi udhaifu wa mikataba, ucheleweshaji wa miradi, malipo yasiyostahili, migongano ya kimaslahi vinaweza kusababisha upotevu wa fedha za umma na kutoafikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Kupitia shughuli hiyo ya ufuatiliaji, tumebaini uwepo wa baadhi ya viashiria vya matumizi yasiyo sahihi ya rasilimali za umma pamoja na hatua zinazoweza kusababisha miradi kushindwa kufikia malengo yaliyokusudiwa. Mtazamaji, ili kufikia malengo yaliyokusudiwa katika mradi wowote wa maendeleo, ushirikishwaji wa wadau kabla ya mradi kuanza kutekelezwa ni jambo muhimu ambalo linapaswa kuzingatiwa. Tunaangalia swala la ushirikishwaji. Mara nyingi kabla ya mradi kuanza huwa kuna andiko la mradi, lazima liwepo. Inawezekana tunaenda Chigongwe, tunapeleka kituo cha afya wakati wananchi wanataka shule. Tunaenda Mbabala, tunapeleka shule wakati wananchi wanataka kisima. Je, tulifanya ushirikishwaji?
ni kitu ambacho ni muhimu sana. Kwenye hilo andiko la mradi huwa kuna malengo ya huo mradi. Tumeleta kisima kata ya Mbabara kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa mara nyingi tukiwa tunafanya ufuatiliaji ni lazima tuombe andiko la mradi. Alafu tunaenda kuhoji wananchi. Wananchi vipi? Huu mradi mnasemaje? Sisi tunashangaa hapa mtuletea shule. Sisi tunataka kituo cha afya, wamama wajawazito na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima kuwe kuna ushirikishwaji. Kuna maeneo mengine tunaenda tunafanya ukaguzi. Unamhoji mwananchi kwa mimi nashangaa kwanza hata sijui kinajengwa nini. Naona boma tu hapa. Sijui kitu gani hichi. Manake hata wananchi wa eneo hilo hawana taarifa yeyote. Wakurugenzi tuko hapa. Tunaomba angalau walimu, watendaji wa kata huko, tuwaambie basi kabla ya kuanza kutekeleza mradi, hata kama tumeshindwa kushirikisha mwanzo, hata kwenye kutambua mradi, wananchi wafanyaje? Wautambue, wajue kabisa hapa kuna kitu gani kinaendelea. Tusipowashirikisha, kuna wizi utatokea pale. Wanawaangalieni kwa sababu hawajui nini kinajengwa. Boma likishafika tu hapo, mtu ana habari kwamba hichi ni kitu gani. Whether ni nyumba ya mtu au sijui kitu gani, mtu anajijengea tu labda sheli au mtu anajijengea godown. Tukiwaambia kwamba hii ni shule na ni ya kwenu, hata kuna wizi unatokea, watu watavaa uhusika, watakimbia pale kwenda kuutetea mradi. Kwa hiyo tuangalie swala la ushirikishwaji ni muhimu sana. Sawa? Lakini swala la pili pia, thamani ya fedha. Hii ni sehemu ya muhimu sana. Baadhi ya washiriki wa warsha hiyo wamepata fursa ya kutoa maoni yao. Niseme tu kwa jimbo la Dodoma mjini, iko miradi mingi ambayo imepangwa, miradi ya umeme wa REA, miradi ya barabara za DIST na miradi mingine ya elimu na afya. Kwa kuzingatia warsha hii na msisitizo uliowekwa, miradi hii itasimamiwa kikamilifu na italeta tija kwa wananchi wa jimbo la Dodoma mjini na majimbo mengine, na hivyo kusukuma maendeleo. Miradi ya maendeleo inapokamilika, maana yake ni kwamba wananchi wanapata maendeleo na hivyo maisha yao yanakuwa bora zaidi. Leo tumekuja kwenye warsha kuhusiana na namna bora ya kusimamia miradi, lakini ubunifu wa miradi, mambo yote yanahusiana na miradi na kutunza fedha za serikali. Tumeona mara kadhaa unakuta hata tofali hazijafikia standard ya mradi ambayo inatakiwa. Na kama mradi umetengenezwa labda ujenzi wa shule wa milioni 450, ikatumika milioni 300 badala ya 450, obvious maana yake mradi huo utakuwa chini ya thamani na hautakaa miaka ambayo unategemea kukaa. Mfano tumejenga madarasa tunategemea akae miaka 20 au 30 ndio yaanze kupata nyufa. Lakini kama tumejenga chini ya thamani ya mradi, maana yake ule mradi utapata nyufa mapema na tutaingia tena kujenga shule nyingine badala ya kuongeza shule sehemu ambazo hakuna shule. Na hii tunaona sana kwenye miradi ya barabara. Badala ya kuongeza kilomita za lami kwenye barabara ambazo hazina lami, tunarudi tena kufanya maintenance, kuziba viraka kwenye barabara ambazo tayari tulishatoka huko, tulishazijenga, zilitakiwa zidumu. Kwa hiyo tumejifunza kitu kikubwa sana katika usimamizi na kuhakikisha quality ya mradi inaendana na fedha iliyotolewa. Mafunzo haya kwa kweli ni mafunzo mazuri sana, yametusaidia kwanza kutukumbusha ni nini tunachotakiwa kufanya katika kusimamia miradi yetu. Hasa kwangu mimi ambaye ni msimamizi katika ngazi ya halmashauri katika shule. Shule zetu nyingi zinapata miradi, lakini wakati mwingine tunajisahau katika kufanya usimamizi, na mwisho wa siku tunajikuta wale walimu wanaingia katika changamoto, miradi haikamiliki, na mwisho wa siku lile lengo la Mheshimiwa Rais la kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata miradi na maendeleo halitekelezwi. Kwa hiyo warsha ya leo imeniwezesha mimi kama msimamizi kwenda kusimamia kwa uadilifu na kwa umakini na kuhakikisha kwamba miradi yetu inatekelezeka katika hali nzuri na kuhakikisha kwamba lile lengo la ule mradi linatekelezwa. Mambo niliyojifunza ni kwamba lazima kwanza kuna usimamizi, uwajibikaji, hata ushirikishwaji. Kwa hiyo tukizingatia haya mambo, kwa kweli miradi yetu mingi itaenda vizuri na hata wananchi wanaweza kutunga mkono baada ya kushirikishwa katika miradi tunayoipata. Lakini pia nimefurahi sana kuona kwamba service levy ambazo mtu akishapata mradi mkubwa lazima achangie katika halmashauri husika. Hiyo nimefurahi sana kujua hilo. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification
ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.